Nikiwa na akili zangu timamu, mimi ndugu Razak Shamte, naandika wosia wangu huu wa mwisho ya kuwa nina hoteli 2 kubwa, mitumbwi na boti 4 kubwa, nyumba 3 pamoja na kampuni ya uvuvi wa samaki na mashamba ya minazi. Natamka kwamba mali zangu zote zinazohamishika na zisizohamishika zitamilikiwa na binti yangu aitwaye Mwashabani Razak Shamte. Nini? Iwapo atakuwa hai baada ya kifo changu. Haiwezekani. Hivi nyinyi mmemwelewa anachoongea huyu? Hili swala haliwezekani. Yaani haiwezekani mtoto wa nje ya ndoa, mtoto wa haramu akarithi mali za baba yangu mzazi mimi. Hilo swala linawezekana kweli? Wewe. Fadhila. Sasa mambo gani? Kwa nini unapenda kunitia aibu kila mara? Naombeni nimalizie kusoma jamani. Sijamaliza, tulieni. Na msimamizi wa mali zangu zote atakuwa Bi Zaituni Razak Shamte. Jamani, tuwe tu na subira. Kwani tatizo liko wapi? Kwa sababu liko sahihi kabisa. Wewe Mwanamvua, hivi inakuingia akilini kweli mali za marehemu mume wangu mimi zikarithiwa na yule mtoto haramu yule? Hapana mama, hainiingia akilini hata kidogo kabisa. Hili swala haliwezekani kabisa. Tafadhalini wanafamilia, hebu naomba tuwe na busara katika hili, tuwe na subira katika hili. Kama anavyosema mwanasheria, jamani, tukubalini tu, tutumie busara kwenye hili. We damwana we, hivi wewe zinakuelea kweli wewe kwenye kichwa chako wewe? Nakuuliza, mzima kwenye kichwa chako? Hivi inawezekana mimi sio mzima? Eti mdogo wangu. Sasa kwani hapo tatizo liko wapi jamani? Jamani, asalamu alaykum. Sikia mwanangu. Si bwana. Wewe Mwanamvua, baadaye nataka urudi hapa nyumbani tuongee. Nitakuja mama. Jamani, kama inavyoeleweka kwamba wosia haupingwi. Tu nenda wapi sasa? Watu wamekuwa kwenye chupa hapo bwana. Twende kumtafuta. Twende. Sasa kikao. Inawezekana vipi? Familia. Sasa nafikiri wakati mwingine. Yaani kilichotokea hapa, nielewa kitu hata kimoja. Kwa nini mimi? Itakuwa kama vile Mwenyezi Mungu alivyopanga inshallah. Ni kwa sababu ameona wewe ndio unafaa kwa kushika mali zake. Mimi nahisi kama vile mama, sijui unielewi. Inawezekana vipi na mtoto ambaye sio damu yake? Mwanangu, undugu wa kweli uko kati ya mtu na mtu. Ni kama wewe vile na ndugu yako Sabina. Damu hutuunganisha tu mwanangu. Ila undugu wa kweli uko kati ya mtu na mtu, ni kama vile wewe na ndugu yako Sabina. Yale uyajuayo ni kwa neema za Allah, na hata ambayo uyajui ni kwa neema zake pia. Lakini kila kitu kina sababu yake mama, na hili wewe unatakiwa ulipokee, ulibebe. Unayaweza, ndio maana unatakiwa ulibebe.
Mbona mmefura? Vipi? Sijisikii kunywa chai. Twende chumbani. We Shamte, unaenda wapi sasa usiku wote? Shamte, sina kusemesha wewe. Kwani imekuwaje? Upuuzi tu mke wangu. Upuuzi kivipi? Mambo tu ya kijinga. Yaani huwezi kuamini mzee Shamte kamwandikisha mali zote kwamba Mreke atakuwa mwana Shabani na mama yake. Ebo? Tukachanganyikiwa sana. Hata sijui tunafanya vipi. Yataisha ya mke wako msawa. Watakufanya nini? Rudisha hiyo simu pale. Rudisha hiyo simu pale. Weka pale. Usianze mambo yako hapa sasa hivi. Hayo yataisha mke wangu, sawa? Oi. Safi mwanangu, vipi? Poa, nakuja. Dakika 0 nakuja. Unaenda wapi? Kama inabidi nitoke kidogo. Inabidi niende kazini leo. Tengeneze michakato ili mambo yakae vizuri. Umeona mambo yote yasharibika. Sawa. Sawa. Nikae laheri kuenda. Kuja kwanza nikae mambo kidogo. Mungu kufanyia pesa inshallah. Inshallah.
Nimekuja kukuona. Ndio uje usiku? Yeah. Nilikuwa nataka nihakikishe kama uko sawa. Na pia nilikuwa nataka kujua kuhusu mwanasheria, mambo yameendaje? Sawa. Niko sawa. Ni kwamba he just left everything on me. Unamaanisha nini unaposema everything on you? Nini ambacho hujaelewa hapo? Ni kwamba mali zote zimeandikwa kwa jina langu na anazisimamia mama. Sasa na ndugu zako wengine? Nadhani tunapaswa kwenda kuongea sehemu nyingine ile jambo. Panda kwenye baskeli. Usiku huu? Twende. Hey. Shamte. We mtoto wewe unaenda wapi saa hizo umshavaa mavazi yako ya kunitia pressure mimi? Wewe sina kusemesha wewe. Na wewe unatabasamu nini? Umbea tu. Mwanangu mimi yakuwa hivyo. Umeshaanza uchawi wako na uwanga wako, mwanga mkubwa wewe. Shamte wewe kuninyamazia mimi kama hivyo au ndio tayari umeshamroga? Ndio haya unasema shangazi yake. Kuna watu wamewekwa kwenye chupa sasa nayaona live. Ushaanza uchawi wako na ninakwambiaje? Kama kuna kitu unachotaka kukifanya mimi huniwezi. Hebu nitengeneze hiyo chai kwa mimi uniletee. Na unataka mashindano na mimi uniwezi ngo. Jinga na kama umebana sogea wenzi waje kukaa. Chai tumechukua muda mrefu kama nini? Ulikuwa unafanya nini muda wote? We Tabia. Wewe mtoto mbaya sana. Wewe mtoto unataka kuniua wewe. Umeniekea nini mkwenye chai? Unataka kuniua na kuuliza hebu niletee maji huko. Mjinga wewe. Wewe mtoto, unanitafuta nini hasa mimi? Wote ndio kuniekea sumu humu ndani wewe. Unanitafuta nini lakini wewe? Maji yako sitaki. Fadhila. Kwani shida iko wapi? Sina kunywa kidogo tu. Sitaki. Baadaye sinakuja. Nakuja wapi? Kwa hiyo umenichukulia ya maji ili baadaye nije, si ndio? Kwenda huko. Kwa mwelile kama tochi. Mama. Unamwona Sara kile ananiambia mimi na koma. Hebu nitoleeni upuzi wenu hapa. Hivi mnajua mimi nishavurugwa huko eh? Oh. Afu nawe Sala. Hivi bibi yako kweli yupo? Mbona namtafuta afu simpati? Unamuuliza Dikitobi? Ndio. Yupo kaja kama pishi la mchele. Wewe tunaenda nyumbani utamkuta. Haya. Twende. Mimi ndo nimekufuata wewe. Cholo, twende. Sawa, twende. Twende. Mtoto una roho mbaya sana. Roho ngumu.
Jamani. Karibu shoga yangu. Asante shoga. Karibu pita. Asante shoga yangu, nishakaribia. Kwema, habari za hapa? Hapa salama tu, kwema. Vipi? Karibu kae bibi. Yaani umekuja tu ndo tuongee wima wima hiyo vipi? Nishakaribia. Kwema. Kwema, lakini leo kidogo naona kama macho yananisumbua sumbua hivi, hata sielewi. Jamani, pole. Asante. Hivi shoga yangu, hayo maikaheka ulionipigia simu jana ni kweli? Hayo majanga? Shoga yangu, mimi nawe tangu lini tunafichana vitu? Vyote ulivyovisikia ni kweli, tena ukweli mtupu. Mungu wangu. Sasa shoga, haya mambo mimi naona yameanza siku nyingi. Hii ni michezo ya siku nyingi shoga yangu. Cha msingi hapa twende. Twende wapi sasa? Twende nikupeleke mahali, twende shoga. Utakuja kuadhirika kule. Nipeleke mahali wapi? Hebu niambie vizuri. Mimi nishakwambia twende. Kama tunaenda, twende. Sasa uko unakutaka kunipeleka, uhakika upo? Upo. Macho ya watu? Oho, mengi kuambia uhakika upo. Hamna cha macho ya watu wala nini. Shoga twende. Kitendo bila kuchelewa. Ehe. Vipi tena? Vipi? Wewe? Nini? Aha, hapa kuna mchezo. Hapa kuna mchezo umechezeka na aliyenifanyia hichi kitu. Mimi nishamjua. Twende hivi. Sasa inakuwaje? Hivi tutafanyaje sasa? Yale macho ya watu niliokuwa siyataki leo ndio tunaenda kuonyesha show kama wale wanaombaga matumbo mbele. Haya si mambo ya ajabu ya dunia haya. Nakwambia. Nataka tuweza. Karibuni. Asante. Tatizo hili ni lako. Ndio. Kweli.
naona kuna migogoro ya mirathi. Haswa kweli. Na kila mtu anataka mirathi hii. Yaani kweli kabisa, na ndio maana mimi nimekuja hapa, nataka hii mirathi ibaki kwangu mimi na watoto wangu. Kwa nini unataka mirathi? Kwa sababu mimi ndio mke mkubwa, mimi ndio nilochuma mali zote na mume wangu, mpaka Mungu amemchukua ameenda mbele za haki, na mimi na watoto naye. Kwa hiyo nataka mirathi tuimiliki sisi wenyewe, ni jasho langu pia. Mirathi hii iko sehemu salama. Mirathi hii ipo sehemu ambayo inatakiwa iwepo. Ndio maana nikakwambia kwamba mirathi hii iko sehemu salama.